Naam, asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami katika kipindi chako cha Tuongee Asubuhi. Na nimeanza nawe saa 1 kamili nikikisha kwenye yaliyojiri ndani ya habari. Tumeenda kwenye magazeti pamoja, michezo na burudani, na nimesoma ujumbe wako mfupi. Na sasa mtazamaji, ni sehemu ya mwisho. Nimekuomba sana toka wakati naanza kipindi kwamba ni vema ukafuatilia mjadala huu kwa sababu unakuhusu moja kwa moja, na bila shaka umefanya hivyo, na mpo sasa mkisubiri kuweza kujua ni kitu gani ambacho tunakijadili katika kipindi cha Tuongee Asubuhi kwa siku ya leo. Mtazamaji, tupo katika sekta ya afya, na kikubwa zaidi tuangalia sheria, utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Tuangalia pia baadhi ya vifurushi vya bima ya afya. Jina langu ni Bernard James BJ, na wewe una nafasi ya kuweza kushiriki katika kipindi chetu cha Tuongee Asubuhi kwa namna mbalimbali, lakini kubwa zaidi, kama una swali, una maoni, una ushauri, ni vyema kufanya hivyo. Namba yetu ni 0763 74 62 86. Kwa bahati nzuri nimefanikiwa kuwa na wageni wangu hapa ambao watakupatia majibu ya kina. Kwa hiyo uliza maswali, omba ufafanuzi, watakupatia ufafanuzi wa kina, lakini nitawapa nafasi kwanza wenyewe waweze kueleza kwa kina yale ambayo ameandaa kwa siku ya leo. Tukiangalia mpango wa bima ya afya kwa wote, baadhi ya vifurushi vya bima ya afya, mahitaji yake ni yapi. Baada ya hapo utauliza maswali na utatoa maoni yako. Nipo na nani na wageni wangu kwa siku ya leo? Tupo na bwana Gerard Mushashu, yeye ni meneja NHIF mkoa wa Mwanza. Karibu sana kwenye kipindi bwana. Asante sana. Hiyo jambo lote aliongelea wakati mwingine, manake una hofu kubwa sana, lakini mwaka huu utajuta tu. Lakini vile vile nipo na Jeffrey Mlowe, ni meneja uhusiano NHIF. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Asante sana ndugu. Na sasa kwa faida ya mtazamaji, kwanza tuanze na hili la bima ya afya kwa wote. Tumefika wapi? Na labda tulieleze kwa kina lipi na likoje na linamnufaishaje Mtanzania, na tutajua pia lipo katika hali gani kwa sasa hivi. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu. Ni kweli kama nilivyotoa utangulizi wa awali, tutazungumzia sana utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote leo. Sasa kabla ya kuanza kuzungumzia utekelezaji, ni vizuri tutoe background. Sawa, karibu. Bima ya afya kwa wote tukiongea imetoka wapi, ndio, malengo ni nini, na inaelekea wapi? Ndio. Itakumbukwa kabisa kwamba katika nchi yetu ya Tanzania, kwa maana ya utekelezaji wa bima ya afya kwa ukubwa wake ulianza mwishoni wa miaka ya 90. Ndio. Ambapo serikali ilikuja na sheria ya bima ya afya, mfuko wa taifa wa bima ya afya sura namba 395 ya mwaka 1999. Sheria ilianza kufanya kazi rasmi mwaka 2001, ambayo ndio iliunda mfuko wa taifa wa bima afya, ambapo malengo yake ya awali ilikuwa ni kutoa huduma ya bima afya kwa watumishi wa umma. Sheria hiyo imefanywa mabadiliko mbalimbali na kuingiza baadhi ya makundi mbalimbali ambayo mwanzo hayakutajwa kwenye sheria, ili kuweza kuwa sehemu ya wanufaika wa bima ya afya kwa wote. Sasa pamoja na jitihada hizo zote za serikali, tutambue pia kuna makampuni binafsi yanayotoa huduma za bima ya afya. Yapo makampuni kadhaa, kwa sababu ni soko liko wazi, kwa sababu nitatoa takwimu baadaye kidogo hapo kwamba Tanzania kama nchi mpaka kufikia sasa ni Watanzania takriban 15% pekee ndio wanapata huduma ya bima ya afya. Kwa hiyo kwa hali ilivyo sasa hivi, kwa hali ilivyo sasa hivi, 15% takriban ya Watanzania wanaonufaika na bima ya afya kwenye mifuko mbalimbali, kwenye mfuko wa NHIF na makampuni binafsi ambayo kwa sababu taasisi ya umma inayotoa bima ya afya ni NHIF peke yake. Sasa kuna makampuni binafsi ambayo tunayo yanafanya. Kwa hiyo kuna 85% ya Watanzania wanategemea fedha taslimu kupata changamoto ya afya ili waweze kupata huduma ya afya. Nikisema fedha taslimu, mtangazaji, unafahamu kwamba una ugonjwa upigi hodi, na wakati unakuja unapata changamoto wewe, wategemezi wako, mtoto mweza, alafu nyumbani hali sio nzuri, unajua kinachoendelea kutokea, kupata huduma ya afya inakuwa ni jambo gumu. Kuuza mashamba, wengine wanafanya nini kwa ajili ya kupata huduma? Kwa hiyo serikali imekuwa ikitafakari. Of course mwaka 2007 walikuja na sera ya taifa ya mambo ya afya. Mwaka 2007 ilitungwa sera ya mambo ya afya mwaka 2007. Kupitia hiyo sera wamekuwa serikali na tafakari muda kwa muda, wanaangalia namna gani Watanzania hawa wote wanaingizwa na kuwa na mfumo
rasmi wa bima ya afya ili kila mtu anapopata changamoto ya afya aweze kuwa na uhakika kupata matibabu. Na ikumbuke kwamba serikali katika vipindi hivi vya miaka karibuni imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye miundombinu ya hospitali, vifaa tiba na mashine mbalimbali za hospitalini. Imefanya kweli kazi kubwa. Zimejengwa zahanati nyingi sana nchi nzima kwenye vijiji na mitaa, zimejengwa vituo vya afya vya kutosha kwenye maeneo yote, hospitali za wilaya karibu kila ina hospitali nzuri na kila kitu, hospitali za rufaa za mikoa, za kanda mpaka za taifa. Lakini baada ya kufanya huo uwekezaji tunaongelea watu 15% ndio wenye bima ya afya. Kwa hiyo mwaka 2003 utakumbuka serikali kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walitunga sheria ya bima ya afya kwa wote. 2010 na 2023. Sheria ya bima ya afya kwa wote. Sheria namba 13 sura namba 161. Sheria iliyoanza kufanya kazi rasmi mwezi Agosti mwaka 2024 baada ya waziri mwenye dhamana kutunga kanuni za sheria hiyo sura namba 161. Sasa baada ya kwa hayo yote kutokea, lengo sasa hiyo sheria ukiisoma vizuri inaongelea na kutoa roadmap na kutoa vision ya kuhakikisha ifiki pahala Watanzania wote wapate huduma za afya kutumia bima badala ya utaratibu uliopo sasa. Sasa NHIF tumejipangaje na tunafanya nini? Baada ya sheria kuanza kufanya kazi mwezi Agosti 2024, ndugu yangu Mshashu ataingia kati hapa aseme. Yeye ndio mtu wa field, watu wa Mwanza, kanda ya Ziwa na maeneo mbalimbali, kila siku anakutana nao na kuhakikisha kwamba hiyo huduma inafika kwa walengwa kama inavyotakiwa. Naam, mtazamaji, kwanza umefahamu walau background historia hiki ambacho nakijadili kwa sikia leo kimetokea wapi, kilikujaje mpaka hivi sasa. Lakini weka kwenye kumbukumbu yako kwamba 15% tu ya Watanzania ndio ambao wakienda kwenye huduma mbalimbali za afya hawatoi fedha taslimu. Sasa unaweza kuangalia Tanzania ambao sasa hivi almost watu milioni 65 sasa hivi tunasonga mbele na tunaendelea kuwa wengi, lakini kama tutabaki hivyo hali itakuwaje? Lakini kabla ya kwenda kwa Mshashu, nitamani nijue kwanza walau sasa malengo ya hii bima ya afya kwa wote. Pengine walau kwa ufupi, kwa maisha ya kawaida tu mtazamaji, kuna mtazamaji yupo Nyashimo, mwingine yupo kule sijui Kilimili ile, mtu mwingine yupo kule sijui Katoro, anataka kujua walau kwa ufupi tu malengo zaidi yalikuwa ni nini? Walau mawili tu. Okay, malengo kama nilivyozungumza toka mwanzo, tumeona mara nyingi kwenye maisha ya kawaida kuna watu wanapata maradhi ambayo yangeweza kutibiwa kwa njia rahisi tu kama ngifika hospitalini. Lakini tumekuta wanafikia hatua mbaya. Kwa sababu kuna wakati unakaa unasikia kuna mtu kwenye familia au jirani ameugua homa, wanasema wenyewe homa. Siku ya kwanza wanamkanda na maji, wanamchunia miti shamba ya hapa na pale. Baadaye unakuja kusikia huyo mtu amesema malaria imepanda kichwani, ngoja kama kichaa. Maana yake huyo mtu amekaa siku nyingi bila kutibiwa malaria, na mara nyingi sio kwa sababu nyingine yote ile, ni kwa sababu ya ukosefu wa kipato. Sasa serikali inataka kutoka huko kwanza kuokoa maisha ya Watanzania kwa kuhakikisha kwamba wanapata huduma za afya, kwa sababu serikali kwa upande wake kama nilivyosema imeshatimiza wajibu wake. Sasa hivi ukisikiliza hata mheshimiwa waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akisoma bajeti juzi ya Wizara ya Afya, aliongea kabisa kwamba tathmini iliyofanyika na wizara, sasa hivi Watanzania wote wanapata huduma za afya hivi vijijini na maeneo mbalimbali ndani ya kilomita 5 kutoka kwenye maeneo yao, kwamba huduma zimesogezwa. Ni swala la huyu Mtanzania kuinuka nyumbani kwake na kuzitafuta kilomita 5 ambazo kwa mguu, kwa baisikeli, ndani ya dakika chache amefika kwenye kituo cha afya. Lakini kwa nini bado kuna Watanzania wanapoteza maisha kwa sababu ya ugonjwa wa malaria? Kwa nini Watanzania wanapoteza maisha kwa sababu ya magonjwa ya mifumo ya hewa ambayo tiba zake zipo mpaka level ya zahanati? Kwa hiyo lengo la serikali ni kuhakikisha inalinda kwa afya za Watanzania namba moja, kwa kuweka mazingira rahisi na wezeshi. Kwa sababu bima ya afya hii kwa watu wanaojikatia vifurushi wenyewe anachangia kiasi fulani mara moja kwa mwaka mzima. Akiweka hicho kiasi atachambua na ndugu yangu vizuri vile vifurushi vilivyopo, maana mwaka mzima yeye na wategemezi wake wakipata changamoto wanaenda na kadi zao, wanaenda na NIDA yao, wanapata matibabu bila mashaka yote. Lakini lengo la pili la serikali ukiangalia, na kuna jambo limeanza kutekelezwa kubwa kwa upande wa serikali. Unaposema bima ya afya kwa wote, serikali iliangalia kwamba haitakuwa na mantiki tukienda tukaanza kusajili hawa Watanzania ambao tayari wana uwezo wa kujipea vifurushi vyao wenyewe. Kwa serikali ili kuonyesha njia kwamba hili jambo ni very serious, ni jambo ambalo wamelichukua kwa uzito mkubwa.
kuna makundi maalum, tunatumia makundi maalum na kaya zisizokuwa na uwezo Tanzania. Nadhani mnafahamu kuna mfuko unaitwa TASAF. Tunao miaka mingi. Umekuwa ukisapoti kaya zisizo na uwezo. Ndio. Tanzania nzima kwenye vijiji. Kuwawezesha wale watu na kuwajengea uwezo ili waweze kusimama na kujitegemea. Kuna uwezeshaji mbalimbali unafanyika. Kwa hiyo TASAF ina database au ina taarifa za kaya ambazo hazina uwezo Tanzania nzima. Ambapo serikali kwa kuanzia tutumie neno maskini sana, kaya zisizojiweza na makundi maalum. Makundi maalum ni wazee wanaotuzwa kwenye nyumba maalum na kutunza wazee, watoto yatima na makundi kama hayo wasiojiweza wale. Kwa hiyo serikali tarehe 26 mwezi Januari, Mheshimiwa Waziri akitangaza kuanza kutumika kitita cha jamii, cha faraja. Kuna kitita cha faraja ambacho kinagharimu 1,500,000 kwa kaya mpaka watu 6. Alisema tutaanza kuwasajili wale kwa kaya sio na uwezo kwa awamu ya kwanza, ambapo kaya 276,400 tulikabidhiwa NHIF pamoja na wadau ambao tunashirikiana nao ikiwemo TAMISEMI kuanza kuandikisha. Sasa hizo kaya maskini zinalipiwa moja kwa moja na serikali. Serikali moja kwa moja inazilipia vile vifurushi vya 1,500,000 na kuanza kupata matibabu. Na toka tumeanza kusajili mwezi wa pili mpaka kufikia mwezi wa Aprili, kaya zaidi ya 172,000 tumeshazifikia nchi nzima. Zimenufaika zote. Ambazo zinawanufaika zaidi ya 163,000. Tayari hao watu wana kadi na serikali imeshaleta bilioni 48.8 kwa ajili ya kugharamia hizo kaya 276. Tayari serikali imeshalipa. Kwa hiyo tuna Tanzania sasa hivi toka kaya sio na uwezo zaidi ya 463 wana kadi na wameshaanza kuzitumia kupata matibabu kwenye maeneo yao. Na influx na mtiririko watu kwenda sasa kutembelea vituo vya afya imeongezeka. Maana yake ni watu ambao walikuwa wakipata changamoto awali, hawana uwezo, wanatafuta njia nyingine, wengine walikuwa wanaenda mpaka wanapoteza maisha kwa sababu ya kukosa uwezo wa kwenda kutibiwa kwenye vituo vya afya na zahanati na maeneo mengine. Kwa hiyo hilo ni jambo moja kubwa, lengo ambalo serikali imetimiza. Na ndio maana nasema awamu ya kwanza ikitekelezwa itakuja awamu ya pili. Baadaye kutakuwa kuna mechanism tutazidi kwenda kwamba matibabu ya afya itakuwa ni lazima kuwa na kutumia bima ya afya kwa Tanzania. Tutaweka mechanism mbalimbali na Mshasha atakuja kufafanua zaidi. Sawa. Asante sana ndugu James Mloe ambaye ni meneja uhusiano NHIF. Ameeleza kwa kina na nimempa nafasi aweze kueleza ili sasa mtazamaji uweze kufahamu kile ambacho kwa siku ya leo tunakijadili. Na kama una swali sasa, una maoni na unafahamu pia kile ambacho amekielezea, kwa mfano zile kaya wasiojiweza, lakini pia watu wengine ambao wanaishi katika mazingira magumu zaidi, basi unaweza ukashiriki nasi katika kipindi hiki kuweza kutupatia taarifa. Tupo pia na bwana Jarath Mushashu ambaye ni meneja NHIF mkoa wa Mwanza. Sasa ni vema pia mtazamaji kwa faida yako kukifahamu baadhi ya vifurushi vya bima ya afya vilivyopo, lakini pia faida zake zikoje na unawezaje pia ukapata vifurushi hivyo. Karibu sana ndugu Mshashu. Asante. Kama alivyotangulia kusema bwana Mloe, ndio ni kwamba kwa sheria ya bima afya kwa wote imeruhusu scheme au taasisi ambayo itakuwa imesajiliwa kisheria kama kutoa huduma za bima afya pamoja na kitita cha faraja ambacho ni cha 1,500,000 chenye huduma 372 na zaidi, ambacho kila kaya inalipia kwa 1,500,000 ambacho kitita cha kwanza kabisa. Basi imeruhusu kwamba scheme inaweza ikatengeneza vifurushi vingine ambavyo vitakuwa vinatolewa na hiyo scheme au hiyo fund au hiyo taasisi iliyosajiliwa kutoa bima za afya kulingana na mahitaji ya soko. Nikimaanisha kwamba inawezekana mtu anasema mimi nataka zaidi ya huduma ambazo ziko katika kitita cha faraja, akahitaji zaidi, basi awe na uhuru wa kuchagua kile ambacho atahisi kwamba anakihitaji au kile ambacho anahisi kwamba kinahitajika kwa mahitaji yake au mahitaji ya familia yake. Kwa hiyo bima ya afya kwa kutambua hilo na kwa kutumia utaratibu huo iliamua kuanzisha vifurushi mbalimbali ambavyo inaviuza pamoja na hii faraja ambayo tumeshaanza kuitekeleza. Labda nianze kwa faraja kwa mkoa wa Mwanza, kama alivyosema kwamba
tulianza na kaya maskini, kaya zisizokuwa na uwezo ambazo tumeshasajili. Kwa Mwanza tuna almost 10% ya wanufaika wote, kwa sababu tuna wanufaika almost 40,000 na kaya 18,000 hivi 14,000 ambazo zimesajiliwa katika, na wote wanapata huduma. Kwa hiyo zaidi ya karibia watu 40,000 kwa sasa wameshapatiwa kadi, wanapata huduma. Lakini katika vifurushi vingine navyo tumeendelea kufanya navyo kazi, ambavyo tunaviuza kwa wananchi kwa rika mbalimbali pamoja na mahitaji. Kuna kitita cha kwanza au fao la kwanza ambao ni fao la wanafunzi, ambao hili fao limegawanyika katika sehemu mbili, tunaita Toto Afya Card. Hii Toto Afya Card ipo ambayo ipo kwa ajili ya makundi. Haya makundi ni wale wanaosajiliwa kupitia shule. Ndio. Ambao kwa mwaka analipa shilingi 50,400 na kupitia shule yake ikiwa imesajiliwa basi analipa 50,400, alafu tunampatia kadi anaendelea kutumia. Ndio. Lakini wapo watoto mmoja ambaye hajisajili kupitia shule au hajaanza shule, naye analipia 1,500 kwa mwaka. Sasa lakini bima ya shule pia inaenda hadi vyuo vikuu, kuanzia chekechea hadi vyuo vikuu, au analipia kwa makundi analipia 50,400. Huyu mtoto akija mmoja ambaye yuko chini ya miaka 18 atalipia 1,500, lakini pia zipo nyingine kama 240 Ngorongoro na zile nyingine. Lakini vifurushi vingine ambavyo tunavitoa ni pamoja na Tarangire, ambao Tarangire ni kifurushi ambacho kimedizainiwa kwa ajili ya kuzingatia mahitaji ya Watanzania, ambacho hiki kwa mwaka mnufaika mtu mmoja kima atalipa shilingi 168,000. Lakini kuna kifurushi kingine ambacho tunakiita Ngorongoro. Hii Ngorongoro ni kifurushi cha tatu ambacho mnufaika kwa kima cha kuanzia kabisa atalipa 433,000. Lakini kuna kifurushi cha Mikumi ambacho bei ya kuanzia ni 480,000. Kuna Serengeti, nacho kifurushi hiki ni kizuri sana ambacho mtu analipa 792,000 kwa ile ya chini kabisa. Ninaendelea inapanda kulingana na umri na idadi ya watu ambao wanawasajili. Lakini kifurushi kingine ni Tanzanite, ambacho hiki Tanzanite ni kifurushi ambacho ni cha juu zaidi katika vifurushi tulivyonavyo kwa sasa, ambacho mtu atachagua kulingana na mahitaji na umri alionao, lakini pia na wale wanufaika ambao atakuwa anataka wanufaike. Na hiki kifurushi kinaenda kuanzia 1.5 milioni 1.2. Kwa hiyo hivi vifurushi tunaviuza, kwa hiyo mtu anachagua na vimezingatia mahitaji yote, na kwa jinsi kinavyoongezeka ndo umri unavyoongezeka na idadi ya watu ambao wanasajiliwa katika kifurushi husika wanavyoongezeka, ndo bei pia inaongezeka. Kwa hiyo atakaye kuwa na umri kuanzia 18 kwenda 35 kidogo itakuwa iko chini. Kuanzia 36 hadi miaka 59 kuna bei yake, alafu kuna 60 na kuendelea. Ukienda katika baadhi ya insurance au baadhi ya bima, ukishafikisha miaka 55 bwana Bernard au 60, upasi kukata bima, kwa sababu ni risky age au miaka ambayo ni hatari kwamba matumizi yako yanakuwa juu. Lakini kwa sababu ni mfuko wa umma, hata kama mtu ana miaka 120 anaruhusiwa kukata bima, kwa sababu ni mfuko au ni taasisi ya umma. Kwa hiyo hatubagui mtu, wala hakuna atakaye kutesti kwamba unaumwa nini ili kuweza kutengeneza premium ya nani. Utakuja, utakata, utaendelea kutumia kwa jinsi ambavyo imeainishwa katika kila kifurushi kwa huduma zilizoainishwa katika kifurushi husika. Sawa, mtazamaji, bila shaka sasa kama upo Nyashimo kule, kama upo Kamachumu kule, upo Kashenge kule, upo kule Nansio, kama upo kule Mahenge na maeneo Malinyi, pia maeneo mbalimbali nchini Tanzania, utakuwa umesikia baadhi ya vifurushi ambavyo vimetajwa hapa vizuri na meneja NHIF mkoa wa Mwanza. Sasa inawezekana labda katika vifurushi hivi nitakupa nafasi, inawezekana labda ukawa na swali na maoni, unaweza ukaniandikia. Sasa namba yangu ni 0763749286, nita respond moja kwa moja. Karibu, kuna kitu ulitaka kuongeza? Ndio, vifurushi hivi vina, kwa kufuata utaratibu uliowekwa,
mtu atapata huduma hadi hospitali za rufaa taifa, kuanzia chini hadi hospitali za rufaa taifa. Maana nitaka kuuliza sana, anatibiwa katika hospitali zipi? Kwa hiyo hospitali zote zilizosajiliwa na mfuko wa taifa wa bima afya, kuanzia dispensary hadi hospitali ya rufaa taifa, atapata huduma bila tatizo lolote. Ila kwa utaratibu uliopo, hivi vifurushi kufikia ngazi ya mkoa utaenda bila rufaa yoyote, lakini tunapoenda kwamba rufaa kanda na rufaa taifa ambavyo ni ngazi mbili, ndio mtu atalazimika kwenda kwa rufaa kutoka hospitali ya mkoa. Nilitaka ufafanuzi kidogo hapa kwenye umri, miaka 18 mpaka 35 kuna bei yake, 36 mpaka 59 kuna kwake 60 na kuendelea. Kuna hapo ulikuwa unamaanisha nini? Asante. Katika upangaji wa mafao ambayo yanapaswa kutolewa katika kila kitita au kila kifurushi, kuna vitu ambavyo vinazingatiwa ili kuweza kupanga bei husika ya kifurushi husika. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1 hadi 18 nimesema kwamba kuna toto afya na bima ya wanafunzi ambao kama sio mtoto mtumishi au mtu aliyesajiliwa na bima afya kupitia kampuni au binafsi au serikali. Sasa tunapokuja kuanzia 18 hadi 35 kuna vigezo ambavyo vinatumika katika kutafuta bei gani iweze kukua katika kifurushi husika. Kwa jinsi umri unavyoenda kwa kawaida, kuna kitu tunaita kwamba umri ambao ni utumiaji wa bima unakuwa ni mkubwa. Okay. Kwa hiyo anakuja mshambulia. Kwa mfano mtu anaweza kuambia mimi sijawahi kuugua tangu nilivyoajiriwa, lakini akifikisha miaka 60 amemaliza kustaafu au 55 ndio matumizi yanapoanza. Kwa hiyo ili kwenda sawa na kuweka hesabu sawa, lazima katika hesabu tuweke vitu ambavyo vinaendana, kwamba risk age ni ipi ambayo mtu achangia zaidi kuliko kile ambacho anakitumia. Bwana Mloe, bila shaka zile changamoto, kuna wakati fulani zikuwepo changamoto, mimi nimekuwa na bima yangu inaonekana ina shida hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Bila shaka hivi sasa zimepungua ya sana, kwa kiwango kikubwa sana. Labda nizungumze kuelezea maboresho sasa ndio ya huduma. Mshasho atakuja kujazia, yuko field front line muda wote. Ataeleza tu. Kama nilivyosema, NHIF kwanza, kama nilivyosema, imeanza kutekeleza majukumu yake mwaka 2001. Tunavyozungumza mwezi Julai mwaka huu, ni taasisi inayofikisha miaka 25. Ndio. Ni kizazi kimoja, generation. Kwa hiyo ndani ya miaka 25 kama taasisi tumejifunza mambo mengi hapo katikati, kwa sababu taasisi kubwa inayohudumia sekta nyeti kama sekta ya afya, lazima kuna mambo mengi sana wakati wa utekelezaji utakutana nayo, na mengi ambayo tulikutana nayo sisi tuliyachukua kama lesson, kama somo, ili kutuwezesha kuboresha zaidi huduma zetu. Tumepitia kama taasisi mambo maeneo mbalimbali. Mtakumbuka kuna miaka fulani kulitokea changamoto, sijui kuna mtu ana kadi ya kijani, sijui ya blue, kama zinatofautiana. Miaka ya nyuma kabisa, mshauri anafahamu. Ikawa noise na nini, ikawa lesson, kwa sababu hii ni taasisi ya umma, tunakwendaje? Imebadilika. Ndio maana unakuta sasa watumishi wale wote wanaochangia kwa mshahara, wanaochangia kwa kupitia mshahara, kwa sababu watumishi wa umma kwa mujibu wa sheria akiajiriwa tu lazima awe mwanachama wa NHIF. Ndio. Lakini sheria ilikuja ikafunguka mpaka sekta binafsi. Sasa huko tunaenda tunatoa elimu, wakiamua kuchagua NHIF wanakuja wanajiunga. Wakichangia kwa mshahara wana kifurushi kinaitwa standard. Hicho kifurushi cha watumishi wote kina huduma nyingi sana cha standard. Sasa hicho kifurushi kwa mtu mwenye mshahara wa 7 milioni 2 huduma zao zinafanana, kwa sababu wote wanachangia 3% ya mshahara, majana mwekea 3, lakini mwenye mshahara mkubwa analeta pesa nyingi zaidi. Kutokana na 3% ya milioni 2 haifanani na 700,000, lakini wote wamewekwa atipa wanapata huduma ya standard. Na ndio maana ya bima tunabebana. Wewe mwenye nyingi zaidi unaweza kumbeba, ndio ile essence ya solidarity ya kubebana. Kwa lile jambo likamalizika. Lakini tukaja baadaye, kwa sababu huduma zilikuwa zinafanyika manual sana, yani makaratasi nini, kukatokea wimbi kubwa sana la udanganyifu, yani
watoa huduma maana yake vituo vya afya, kwa sababu sisi tumesajili vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima vinavyotoa huduma kwa wanachama wetu wa NHIF, zaidi ya 10,000. Kwa hiyo hakuna sehemu Tanzania ukaputa kwenye kata nini, kwa hiyo tutakutana, ikiwemo vituo vyote vya serikali ni automatic vinahudumia wanachama wa NHIF, kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, za mikoa. Lakini tumeenda mbali zaidi kwa sababu ya ukubwa wa nchi yetu. Kuna sehemu unakuta facility ya karibu ni hospitali ya mashirika ya dini. Kwa hiyo tuna hospitali za mashirika ya dini, lakini tumeenda mbali zaidi, hospitali za watu binafsi ndio inafika karibu zaidi ya vituo 10,000. Kwa hiyo tukawa tunapata changamoto ya udanganyifu mkubwa wa aidha watoa huduma kuongeza bili wanazotuletea kila mwezi, mfuko kama unaingia matatizo makubwa. Lakini pia kuna wanachama wenyewe. Mimi James, wewe unaenda pale hospitali unatumia kadi yangu unatibiwa wakati wewe sio mwanachama. Hayo mambo yamepungua kwa kiwango kikubwa sana. Watu walikuwa wanatumia sana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kilichofanyika kiukweli, tumefanya uwekezaji mkubwa sana wa mifumo. Sasa hivi ukienda hospitali nyingi, yale makaratasi ya kujazishwa kupiga signature hakuna. Unaenda unatoa details zako, unatoa NIDA. Kwa mfano kwa mtu mzima sasa hivi tumeintegrate mifumo yetu na NIDA, tumeunganisha mifumo yetu na RITA. Kwa hata wategemezi wako sisi tukija tunaangalia kweli yule mtu mwanao anatakiwa kupata huduma. Kwa hiyo tumeiweka ile mifumo sasa hivi lakini pia sehemu tumeshaanza utekelezaji, na sehemu zote tutalikubu tukienda lazima kiendo weke fingerprint, alama za vidole, kuthibitisha kwamba huyu ndio mwanachama huyu, kwa sababu zile kule upande wa NIDA uliweka kama zikishakuwa tofauti hautasomeka, maana yake hutapata huduma. Kwa hayo mambo yote hayo tumeyafanya ili wanufaika halisi wale ambao wanastahili wanaweza kupata hizo huduma. Kwa hiyo kuna maboresho makubwa yamefanyika ambayo yamepunguza kwa kiwango kikubwa sana zile changamoto ambazo kwa namna moja au nyingine mnaweza kuzisikia. Na sasa hivi watu kiangalia usikii tena malalamiko mengi kama ilivyokuwa awali. Mambo makubwa sana yamefanyika ili kuhakikisha kwamba huduma zinaweza kuboreshwa. Sawa, Bwana Mushasho alieleza Bwana Mloe kwamba kimsingi kwa front line ndio kwa mstari wa mbele. Yes. Maboresho walau kwa ufupi, na pia nije ni respond walau kwenye message 2-3 za wanaotazama wanapiga sana simu hapo, naweza kusema message 2-3. Karibu. Maboresho mengine ambayo yamefanyika. Asante. Kitu cha kwanza, tunapoenda kutekeleza bima afya kwa wote, tunapaswa kumfikia kila mtu. Sahihi. Na tunaweza ukajikuta kwamba umetoa kwa mfano kwamba mtu yuko Nyanshimo kule Nyanshimo. Mtu yuko Kirimbilile kule, yuko Kaisho Mlongo, yuko Kituntu Mabira, yuko Nzove huko, yuko Kazura Mimba. Sasa isimlazimishe mtu kuja ofisini. Kwa hiyo kwa mifumo aliyoiongelea Bwana Mloe, mifumo imeboreshwa, mtu kwanza aweze kujihudumia pale alipo bila kulazimika kufika ofisi za mfuko wa taifa bima afya. Ndio. Kwa hiyo mtu anaweza akaingia katika app ambayo inaitwa NHIF Self Service, akajisajili, akapata control number, akamaliza kupata control number akalipia, akaweka NIDA yake akalipia. Baada ya muda wa kusubiri ukiisha, akaendelea na huduma. Okay. Kwa hiyo hiyo ni upande wa wanachama, mtu ajihudumie. Lakini pia anaweza akaingia katika app ya NHIF akaangalia ni vituo gani viko karibu naye, akapata huduma, au ni huduma gani anazihitaji, atauliza moja kwa moja atapata hizo huduma nazo nzani. Lakini kwa upande wa watoa huduma, maboresho makubwa yanayofanyika ni kwamba kwa sasa tuko katika utaratibu wa kuondoa karatasi ili tutunze mazingira. Okay. Kwa sasa asilimia zaidi ya 70 tunafanya kutumia mifumo. Ndio. Tunafanya kutumia mifumo katika mgonjwa anapofika hospitali kupata huduma, mifumo itumike. Lakini mifumo inapotumika na kuwasilisha madai pia awasilishe kwa kutumia mifumo. Kwa hiyo badala ya kuleta karatasi, yeye mwenyewe anasubmit, anawasilisha madai yake online, ambao tunaita online claim submission, ambao anaweza kaingia moja kwa moja, mtu akisaini kwenye pad, mtu wa huduma anawasilisha, alafu tunayapokea electronically. Lakini kuna mfumo mwingine ambao tunaenda nao sasa hivi katika maboresho, kuwezesha vituo vyote kupitia online claim na service portal, ambao unawezesha watu wa huduma wote, hata kama atumii mfumo wa kwanza nilioongelea, anaweza akaingia, katibu mtu, akamaliza mtu akasaini moja kwa moja, akawasilisha madai bila kulazimisha kuwasilisha katika karatasi. Lakini katika utaratibu huo pia mifumo tunayoongelea
Tunajua kwamba tunaenda kusajili watu wengi, ni asilimia kubwa. Tunapoongelea kwa mfano, nimekuambia kwamba kwa Mwanza sasa hivi tumeshasajili katika bima afya kwa wote, tumeshasajili zaidi ya watu 40,000. Kaya 14. Kaya 14. Kwa hiyo sasa tunaendaje katika hili? Je, tutaweza kuchakata haya madai? Sasa kuna kuchakata madai, mifumo nayo imeboreshwa kutumia akili mnemba pia kuweza kuchakata madai ili tuweze kumlipa mtoa huduma mapema na tusimcheleweshe hela yake. Ni malengo ya mfuko kwamba ndani ya siku 45 30 awe ameshalipwa ili kupunguza kutoka kwenye 60 za mkataba. Na malengo ya mfuko ni kwamba basi tuende katika mfumo utakaomwezesha mtoa huduma aidha ndani ya siku 15 au ameshapata hela yake, ili awe na uhakika wa vitendea kazi pamoja na madawa na hela ya uhakika ya kuendesha kituo. Kwa mifumo inaboreshwa katika sehemu zote, upande wa wanachama, upande wa usajili, mtu anaweza kujisajili mwenyewe, upande wa madai katika kuwasilisha na kuona wagonjwa, basi itumike moja kwa moja mifumo, na mtu mara moja tu anapomaliza kutibu akawasilisha ile folio siku hiyo hiyo, basi mchakato wa kuchakataji uweze kuendelea. Sawa, asante sana, na tuna dakika 3 tu 4 tuweze kuhitimisha kipindi hiki, lakini walau kwa ufupi, bima wanatusaidiaje kama wateja wao tunapoenda hospitali tunaambiwa dawa tukanunue nje ya hospitali? Anaitwa Kamome wa Geita, kwa nusu dakika. Asante. Hilo swali nilitegemea na limekuwa linaulizwa mara nyingi. Kwanza kabisa napenda wanachama wetu waweze kufahamu na wanachukua muda kufahamu kila kitita au kila kifurushi huwa kina kitita cha huduma zake. Okay, nikisema kifurushi cha standard kuna kitita zimeorodheshwa. Okay. Yaani huwezi ukasema utakuwa na bima ambayo ikafanya kila kitu. Okay. Kwa sababu kuna magonjwa mengine yanafanywa na serikali moja kwa moja. Kwa mfano aweza akaja mtu anaugua TB akasema NHIF nimlipie matibabu, yale yanalipiwa moja kwa moja. ARVs kwa mfano zinalipiwa moja kwa moja. Lakini kuna baadhi ya huduma unakuta kwenye kitita hazipo. Sasa kama huduma iko kwenye kitita, alafu akaambiwa akanunue dawa nje, jamani, tuna namba yetu ya bure kabisa ya simu, tunawasisitiza wanachama wetu wawasiliane na sisi. Lakini kama wana contact number za maofisa wetu wa mikoa, kwa mfano kama mtu huko Mwanza, Mshashu huyu, najua yeye ana madaktari wake pale ambao wanasimamia vile vitita, wanawasiliana na sisi, kwa sababu wakati mwingine ni kutugombanisha tu mfuko na wanachama wetu na vituo vya kutoa huduma. Anasema mchungaji, umejibu vizuri, asante. Mchungaji Egno Malekela, TAG Maweso, Madaba, Songea, Ruvuma, ushauri wangu kuanzia miaka 50 watibiwe bure, maana watu wa umri kama huo na kuendelea wameacha alama kubwa sana kwa taifa hili. Ni maoni yake hayo. Hilo ni jambo la kisera, yes. Asante. Lakini anasema habari za asubuhi, mimi nilikuwa na swali kwa meneja NHIF. Mimi nina bima ya afya, nimepangiwa kufanyiwa operation na tayari nimeshapewa gharama zaidi ya 1.5 million. Naomba kuuliza, kuna maombi ya kuomba kupunguziwa gharama. Je, ninapaswa kufuata utaratibu upi ili nipate msamaha wa punguzo? Kuna msamaha wa punguzo? Naomba huyo tuwasiliane ili tuweze kujua changamoto yake ikoje. Lakini kwa upande wa mchungaji aliyetuma kutoka Mbeya kwamba miaka 50 watibie bure, ameacha alama kubwa, legacy kubwa. Ni kweli na serikali iliona hilo. Lakini katika kuliona hili ilichambua kwamba ni watu gani waweze kupata huduma kwa kulipiwa na serikali. Kwa sasa tunapoendelea katika sera mpya au katika bima afya kwa wote, hakuna atakayetibiwa bure. Huo ndio ukweli. Ila wale ambao watapaswa kutibiwa bila kulipia, serikali ndio itakayowalipia. Okay. Ndio maana tumeanza na kaya zisizokuwa na uwezo. Kwa hiyo kama atabainika kwamba katika kundi hili la wazee ambao wanapaswa kulipiwa na serikali, basi watalipiwa na serikali. Lakini niongeze pia kwa swala la mtu wa Geita ni kwamba ndio maana tumesema kwamba changamoto ambayo inakuja kuvikabili baadhi ya vituo ni kukosa fedha za kutosha katika uendeshaji wa vituo vyao. Na ndio maana tunasema tunaenda kupunguza kwa kupitia TEHAMA na maboresho ya mifumo kuhakikisha kwamba kituo kinakuwa na uwezo wa kifedha wa kuweza kuendesha kituo kwa pamoja na kununua dawa. Ndio maana tunaenda kulipa vituo hivi kwa muda mfupi.
Samahani, mimi ni mkazi wa Singida, nimeenda shule kukata bima, lakini nimeshindwa kupata bima kwa sababu eti wameshindwa kusajili shule kuwa wanafunzi hawajafika idadi ya kusajili shule. Hili mnanisaidiaje? Lakini yupo Singida. Naomba naye nichukue namba yake alafu niweze kuwasiliana na manager wa Singida ili aweze kufacilitate hilo swala la shule husika. Sawa. Anasema, je, kuna tofauti gani kati ya matibabu anayopata mzee anayetibiwa bure kwa mujibu wa sheria na mzee mwenye bima ya NHIF? Natoka Dar es Salaam, naitwa Paulo J. Katika swala la matibabu huwa ni mahitaji ya mgonjwa mwenyewe kwa jinsi atakavyoona daktari baada ya kumuona mgonjwa. Kwa sasa ile swala kulijibu kwamba kuna tofauti gani, kama wote wanaumwa malaria, ina maana dawa zitakazotibiwa ni malaria. Hakuna kwamba kwa sababu wewe una bima gani na una bima gani basi kutakuwa na dawa tofauti za malaria. Huduma itakuwa ni hiyo hiyo na dawa zitakazotolewa ni hizo. Kwa hiyo kutakuwa na tofauti. Na kama alivyosema Bwana Mloe ni kwamba huduma hizi tunavyoenda kudani, hata wale waliokuwa TASAF zamani wanahamia katika utaratibu huu mpya. Kwa hiyo zote zitakuwa chini ya NHIF. Kwa kuongezea kidogo hapo, utagundua kwamba hakuna mtu kwa sababu ya kukosa fedha serikali ilimwacha akapoteza maisha hata siku moja. Ndio maana kwenye hospitali zote ukienda kubwa huwa kuna maafisa wa ustawi wa jamii. Sasa nimeshafahamu hilo. Hata Mheshimiwa Waziri akisoma hotuba juzi alikuwa anajaribu kuongelea. Kwa mfano Muhimbili peke yake mwaka wa fedha uliopita walitoa misamaha zaidi ya bilioni 17 kwa wagonjwa wasiokuwa na uwezo wa kulipia. Maana yake ile gharama imebebwa na serikali moja kwa moja. Unapoingia hapa. Yes. Okay, sawa. Je, naweza kupata bima ya afya nikawajumlisha na watoto au mtu ambaye sio wa familia yangu au ni lazima awe wa familia? Labda hilo kwa kulijibu haraka Mshasho atajazia. Kwenye sheria kumetajwa na kuainisha moja kwa moja ni watu gani wategemezi. Kuna yule mwanachama mchangiaji anaitwa principal, uwe kwenye utumishi wa umma au kwenye vifurushi. Je, wategemezi gani sasa ambao kisheria wanaruhusiwa kuingia kwenye kundi lako kama wewe mchangiaji? Moja, mwenza. Kama wewe ni baba au mama ukikata, maana yake mwenza wako moja kwa moja anaingia, si ndio? Watoto, biological kids, watoto uliowazaa mwenyewe. Watoto wa kuasili, adopted kids. Watoto wa kambo, yani kwa mfano mkutana na mwenza alishakuwa na watoto. Wazazi wa kukuzaa biological na wakwe. Wote hao wanaweza kuingia, lakini kwa idadi sio zidi 6. Sijui kama kuna kundi nimelisahau kwa mujibu wa sheria. Ndio utaratibu huo, kwa hiyo ni vyema pia ukafuatilia. Sasa Victor Chacha, tafadhali sana. Venita, nitaomba dakika 5 tu tafadhali sana. Dakika 5 tu. Dakika 5 tu tuweze kuhitimisha kwa sababu maswali yanakuwa mengi na elimu hii ya afya inakuwa ni ya muhimu sana. Kwa hiyo Victor Chacha, naomba dakika 5 tu tuweze kuhitimisha. Labda kwa kuongeza hapo kidogo, kwa wategemezi. Ndio. Ni vyema, kuna wategemezi ambao tunajua kwa mujibu wa familia zetu, mtu labda amefiwa na kaka au dada, anamwachia watoto wadogo na yeye nafasi nazo. Anachoshauriwa ni kwamba aende afanye asili au kuasili. Ni utaratibu ambao unakufanya sasa huyo mtoto anakuwa chini ya uangalizi wako na unakuwa mlezi moja kwa moja. Kwa hiyo mtoto aliyeasiliwa au anaruhusiwa kuwa mtegemezi, lakini pia mtoto wa kufikia ambao ni wa mzazi mwenzako pia naye anaruhusiwa kuwa mtegemezi. Naomba kujua ukataji wa bima kwa wote ni lini? Makundi yote yataruhusiwa kwenda kukata? Wameshaeleza kama mtaongeza ni sawa wakati kihitimisha, lakini maana kwa sasa tunasikia wanakatiwa makundi maalum. Wananchi vijijini wapewe elimu, hususan kijiji chetu cha Kilema Mazaera kilichopo kata ya Kilema Kusini wilaya ya Moshi hawana elimu ya bima hiyo. Asante sana. Naitwa Mzee Verani Kesi. Okay, swali la msingi limeulizwa. Kile kitita cha jamii tulichozungumza cha faraja cha 1,500,000 ambacho serikali ilitangaza kwamba kitaanza kwa awamu kwa kuanzia na makundi maalum au kaya zisizokuwa na uwezo. Mheshimiwa Waziri, unakumbuka alizungumza waziwazi kwamba tumeanza kwa awamu ya kwanza kwa sababu kuna mambo kwanza lazima yafanyike, serikali jiridhishe na kuona kwamba mifumo na kila kitu kiko sawa kuja kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Amezungumza hata mzangu na vituo vya afya, facilities, usambazaji wa madawa na mambo mengine. Kwa sababu unakuta Wizara ya Afya wanatunza takwimu kila mara.
kwamba unaweza kukuta hata MSD wanavyosambaza madawa, kuna dawa nyingi sana zinaitwa kanda ya Ziwa tofauti na mikoa mingine. Kwa sababu za kimazingira unakuta kuna mkoa au eneo fulani kuna maradhi common, maradhi fulani kuliko sehemu nyingine. Na kuna maeneo mengine kijiografia unakuta kuna maradhi fulani. Kama utakumbuka kuna takwimu ilifanywa juzi kaitoa kwenye magazeti, kwa interesting, kwamba kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna wilaya ilitajwa inaongoza kwa UTI. Naomba nisitaje. Wanakaa wakubwa wengi sana huko. Maana mjadala ulikuwa mkubwa. Kwamba sasa ina maana kama unaongelea dawa zinazotibu ule ugonjwa ukizijaza sana wilaya nyingine ukazipunguza pale, maana yake logistically hawa wataishiwa, kura hazina matumizi. Kwa hayo yote yanafanywa utafiti kwa pamoja, ili tutakapofunguliwa goli la watu wote kujisajili, hayo yote yao yamekaa sawa. Mifumo ya uchakataji, mifumo ya huduma ya uchakataji wa kuleta madai, hiyo imekaa sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri kwa dhamana alionayo, maana yake tunasubiri baada ya awamu ya kwanza ataona kama kila kitu kiko sawa kwa upande wa serikali, akijiridhisha atatoa tangazo kwamba sasa NHIF twende tukasajili, kila mtu ataweza kujilipia wenyewe kutoka maeneo mbalimbali. Elimu inaendelea, NHIF na ofisi mikoa yote na baadhi ya wilaya za kimkakati. Kwa hiyo wote tunaamini watafikiwa na elimu. Tumesikia kutoka Kilema Moshi, tunaamini RM Moshi anasikiliza sasa hivi, atawafikia atoe elimu ili waweze kujua kinachoendelea. Kuna shemeji yangu mmoja wa Arusha hapa ameuliza pia naye swali jingine kwamba mimi nahitaji bima, nahitaji yani sasa hivi, na kwa mfano nikianza application, yani nikianza mchakato leo, naweza nikaipata ndani ya muda gani nikaenda kutibiwa moja kwa moja nikanufaika na hiyo huduma? Asante. Kwa bima ambayo sio ya watumishi, kuipata ndani ya akikamilisha mchakato, kama data zote ziko sawa na NIDA nayo, ndani ya sana kwa amemaliza hilo swala, kwa sababu kinachotumika ni NIDA yake, lakini inaanza kutumika baada ya siku 30. Kwa hiyo naweza nikapata ndani ya muda mfupi sana. Muda mfupi. Lakini walau kuja kuanza kunufaika na zile huduma ni siku 30 baada ya kulipia. Siku 30. Ndio. Okay, basi shemeji yangu kule Ngarantoni umeipata vizuri. Kama atakwama tunaweza tukamuunganisha na mtu wa Arusha akamsaidia haraka sana. Sasa tuhitimishe, tuanzie hapa kwa bwana Mlola, wala kwa dakika moja tuweze kuhitimisha kwa wananchi. Victor Chacha asija kaniondoa hewani, alafu tutamaliza kwa Mushasha. Okay, kwa kuhitimisha mimi naomba niseme, na nimekuwa nikisema, jamani, swala la bima ya afya serikali tunaona limevaliwa njuga. Mkisikia hata wakati wa kampeni za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akifanya kampeni, moja kipaumbele kikubwa alichokitaja akiingia kwenye uongozi wake wa 6 au 200 ni afya. Alitamka sana afya, 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 na amekuwa anairudia kila mara. Lakini nataka niseme sasa, na sisi watendaji tumeamka na kulizungumza jambo la afya kwa nguvu zote. Nimekuwa natamka tulichukulia hili jambo sio kwa NHIF pekee yetu, wananchi wote, na ndio sasa hivi tuko hapa na ndugu zetu kwenye vyombo vya habari, leo libadilike, leo ndio habari njema kwa watu wote, tukalizungumza, kwa sababu afya ni ulinzi. Kuna msemo unasema mtaji wa kwanza kwa mwanadamu yote ni afya. Of course, lakini afya ni kinga kwa wafanyabiashara na wapambanaji, ni kinga dhidi ya mitaji yao ya biashara na nguvu kazi. Wale wanaoamka kila siku wanatakiwa kupambana, wanahitaji afya. Lakini wenye biashara zao wanatakiwa wakuze biashara zao, wakitumia mtaji wao mdogo kwenye matibabu, maana yake biashara zao zitaporomoka. Kwa hiyo nawaomba sana na wasihi watu wote watembelee NHIF, wasiane na sisi, waweze kujiunga ili kuunga mkono juhudi za serikali, baadaye Watanzania wote wawe na uhakika wa bima afya. Mshashu, dakika moja. Asante. Kama nisisitize kwamba afya ni mtaji. Kwa hiyo kama afya ni mtaji, basi tuna wajibu wa kuwa na nyenzo ya kuulinda huu mtaji. Na nyenzo ya kuulinda huu mtaji ni kuwa na uhakika wa matibabu. Na uhakika wa matibabu utaupata pale utakapokuwa kwamba una kadi ya bima ya afya. Njoo tukuhudumie. Lakini pia nitoe wito kwa watu wa huduma, waandae miundombinu kwa influx kubwa inayokuja kwa wateja, kuhakikisha kwamba basi miundombinu inakaa sawa na kila kitu kinaenda sawa atakapopata wateja wengi. Kwa wananchi wasione wawepe kipaumbele. Swala la bima afya, wananchi wengi hatuna tabia ya kulipa kipaumbele, na matokeo yake tunaanza kuchangishana pale tunapokuwa tumekwama. Na hadi undugu unafika unavunjika. Mimi nakutana na watu wengi pale Benati. Na unajikuta kwamba wewe anapigia huyu simu, ana kansa, wewe na dialysis, wewe na nini. Inakuwa ni ugomvi mkubwa sana. Hadi wazazi wanasema watoto wanisaidii. Lakini yote hii ni kwa sababu hatukujiandaa. Lakini tukijiandaa ukawa na uhakika, hata sehemu ya kuanzia kusimamia wakati unapambana vitu vingine, una bima ambayo inaweza kukufikisha hospitali, basi itakuwa ni msaada mkubwa sana.
Sawa, mtazamaji, basi kwa maelezo zaidi unaweza ukafika ofisini kwa ndugu yangu hapa Mshashu Buzuruga pale Buzuruga, jengo la TMDA orofa ya pili, tupo pale NHIF. Sawa. Bwana Mloe. Naam. Asante sana bwana kuja kwenye kipindi. Nashukuru sana. Tunaomba nimalizie kwa kuambia wananchi bima ya afya kwa wote jiunge sasa. NHIF tupo nchi nzima, tunawakaribisha. Nikasema la mwisho kabisa ambao ulikuwa umebakiza, bila shaka ndio hilo. Labda na jingine sasa la mwisho kabisa, maana yako mambo mengi. Tunatoa wito kwa Watanzania wote, watu wa huduma na wanachama kujiepusha na vitendo vya udanganyifu kwa sababu vina madhara makubwa sana kwenye utoaji wa huduma ya afya nchini. Nilitaka uliseme hilo. Yes. Kwa wale shoka wale ambao wanadanganya watu. Yeah. Naam, nashukuru sana. Mtazamaji, kwenye tukiangazia ila bima ya afya kwa wote lilipoanzia, lilipopita na sasa hivi lilipo, tumekuwa na mjadala mzuri sana na nimekuwa na wageni wangu hapa bwana James Mloe, ni meneja uhusiano NHIF. Asante sana, wakati mwingine pia karibu sana kwenye kipindi hiki. Asante sana. Uje ufafanue sana kama tulivyofafanua vizuri sana. Nashukuru, kuna mambo mengi sana. Tutaendelea kufanya kazi. Wala leo nimewadaka juu kwa juu, lakini wakati mwingine karibu tena kwenye kipindi. Lakini pia nashukuru sana kwa ushirikiano mzuri sana ambao nimepata kwa ndugu yangu Jalak Mshashu ambaye ni meneja NHIF mkoa wa Mwanza. Asante sana, wakati mwingine pia karibu uweze kutoa maelezo. Asante sana. Mazuri. Lakini ubingwa mwaka huu usahau tu. Usigombane, lakini vumilia tu hivyo. Usijataja ni timu gani, lakini ubingwa mwaka huu usahau. Unataka kusema nini? Sawa, basi kwa niaba ya Elisha Ndalo pamoja na Venita, Victor Chacha, nashukuru sana kwa kweli kwa sababu mjadala umekuwa umebeba nafasi kubwa sana kwenye maisha ya watu. Ndio maana tumeongeza kidogo muda, utatusamee kwa hilo. Mtazamaji, kufikia hapo kipindi cha Tuongee Asubuhi kina la ziada. Umekuwa nami Bernard James, asante na nikutakie asubuhi njema.